Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo kuwaomba msamaha hadharani watu wote aliowahi kuwaumiza, kuwachonganisha pamoja na kuwazushia uongo. Makonda ametoa kauli hiyo mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko katika maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar. Nimpongeze pia kaka yangu Mrisho Gambo. Simama kwanza wakuone. Arusha oye! Nampongeza kwa sababu moja kubwa. Kwa sababu moja kubwa. Juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha sana watu hapa. Na leo hapa ameanza kumsifia mbunge mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile ambazo alinisifia mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba radhi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwake moja, awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Kwa sababu bila kufanya hivyo, ngojeni, mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata kweli namuita waziri wetu muongo. Hii stendi inayokwenda kujengwa hii, nimemwomba waziri Mchengerwa, design iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikizi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka budget imefika kwenye bilioni 30. Ni faida wananchi wa jiji la Arusha. Alafu namuita waziri wetu muongo. Kwa kuwa bunge limemsamehe, na mimi moyoni mwangu sina shaka naye, lakini sharti langu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, hapa nimechomekea tu kwa sababu wajanja wanapokuwa wengi mahala utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa. Nitakula spana kila mtu mpaka kazi niliyotumwa ikamilike. Arusha hii tulichelewa mno. Jengo lile la utawala limekaa miaka mingi. Jiji la Arusha wanatumia jengo la mwaka 1959. Watumishi hao wengine wako kwenye mitaa kule, hawana jengo. Na lengo lilikuwa hata hiki tulichokianza kukijenga, alitafuta namna na kenyewe kipigwa marufuku kisimame. Sisi ndio watendaji wa serikali. Sisi ndio tunasimamia ilani. Na mwishoni mwaka huu kabla uchaguzi nitamkabidhi mzee wangu mzee Sabaya kila jambo lililoahidiwa na utekelezaji wake. Mimi ni kama reli, ukikaa mbele yangu kwenye treni na kwenda miradi ya soko. Kakaangu Mwandi pale wakati kwa Tabora walikuwa wanasimamia ujenzi wa soko na stendi. Kakaangu Mongera alipokuwa Mwanza ndio alisimamia ujenzi wa soko na stendi za Mwanza. Mimi nilipokuwa Dar es Salaam ndio nilikuwa nasimamia stendi ya Ubungo. Hapa Arusha majungu, fiti na ushirikina. Nimesema mwisho umefika. Nasemaga siku zote mimi nikae siku moja, lakini alama ya kazi niliyotumwa ya kuwapigania wananchi ipate nafasi yake. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu waziri mkuu, nakushukuru sana kwa kutunganisha umeme wa vijijini. Leo umejionea. Na nitamani upite kwenye hiyo ratiba ili uweze kuona kazi yako njema inayofanya. Watu wakiambiwa kuna extension imejengwa kubwa ya kupokea umeme kutoka Nairobi au kupeleka Nairobi, walikuwa hawajawahi kuiona.
lakini vyombo vya habari leo vitapata nafasi ya kuonyesha Tanzania uwekezaji mkubwa uliofanywa katika infrastructure ya umeme ndani ya mkoa wetu wa Arusha, ili hata ikitokea hitilafu kwenye gridi ya taifa huko Arusha bado inaweza kupokea umeme kutoka nchi jirani na maisha yetu yakaendelea. Lakini pia tunapeleka kwenye mradi wa maji mkubwa. Mradi huo ni mkubwa sana, na sasa tuna maji ya ziada zaidi ya lita milioni 70. Na mradi huo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, umetupelekea tumeanza kampeni ya mtaa kwa mtaa, na watu wa maji tumewaambia wawaunganishe wananchi, hata kama hawana pesa ya kulipa kwa mkupuo watakuwa wanalipa taratibu, huku maji wanayatumia, sababu hiyo ndio ndoto ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan.